tuendelee kutendea haki nafasi zetu. Wawakilishi wetu wa serikali, mengi ambayo yamewasilishwa hapa ni ya kweli, ni masuala ya utendaji, na kama mwenyekiti wangu alivyosema, ni utekelezaji wa ilani. Kwa sababu ilani zetu hizi, kwa upendo aliokuwa nao Daktari Samia Suluhu Hassan, amewafikia ipasavyo. Amina. Na tukumbuke na tuendelee kumpongeza. Unajua fikira ndio ambayo inazaa mipango. Kama hujamfikiria mtu mwenye changamoto ya ulemavu, huwezi kumpangia. Kwanza lazima umfikirie, akuguse kwenye moyo wako, alafu sema sasa nifanyaje. Ndio mipango inakuja inazaliwa, si ndio Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Ukweli tuache vyama pembeni, Mungu amlinde. Amina. Kwa mara ya kwanza, kama walikuwepo watu hapa Dar es Salaam, kama mtakumbuka, tulitoa ilani zenye maandishi makubwa na nukta nundu. Haijawahi kutokea Tanzania. Lengo lake lilikuwa kwamba wenzetu ambao hawawezi kusoma kutumia maandishi madogo na ambao hawawezi kusoma kabisa, wapate ilani, wajue kampeni ni nini, zinazungumza nini, na zimelenga kwa makundi yao kuwafanyia nini. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Daktari Samia Suluhu Hassan akatoa agizo kwa sisi watendaji wa Chama cha Mapinduzi, akasema nataka hii ilani, zaidi ya kwamba mnatafsiri kimikoa, mnatafsiri kwa lugha ya Kiingereza, lakini nataka ilani iandikwe kwa nukta nundu na hati kubwa kwa ajili ya nini? Ya ndugu zetu wa kundi la mahitaji maalum wanaohitaji hivyo vitabu. Tukagawa pale, nadhani Mnazi Mmoja, katibu, tulikuwepo uwanja wa Mnazi Mmoja, tukafanya mawasiliano na ndugu zetu wa SHIVYAWATA, tukamuomba Mheshimiwa Umi yeye awe mwakilishi kuonesha nini Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya.